Napenda kuwakaribisha wote katika simulizi yetu inayokwenda kwa jina la Niliozeshwa Mwanaume Jogoo Hawiki. Yaweza kuwa ni mara yako ya kwanza, basi nikusihi ndugu yangu, unaweza kubonyeza neno subscribe kisha kwenye kengele na baadaye ukaenda kwenye kulike na kutoa maoni yako. Simulizi Niliozeshwa Mwanaume Jogoo Hawiki. Langu ni Mr. King Vam. Karibu, ungana nami mwanzo mwisho wa simulizi hii. Tulipokuwa tumeishia, nikukumbushe nyuma kidogo. Spenko alipokuwa anawaambia binadamu sio mbwa hadi azikwe na mtu mmoja. Mnaomsubiri yupo mikononi mwa sheria. Maneno ya Spenko sio yangu. Karibuni tena chakula. Mama mkwe akaenda tena chini, yaani akazimia. Na mume wangu akawaza mdogo wake kashaokolewa na Spenko. Je, itakuwaje na yupo wapi? Akawa anajutia kwa nini hakumuunga mkono mdogo wake. Sasa yupo na Spenko. Na huyu Spenko ni nani? Akaanza kujiuliza. Huku akilia amsaidie mama yake, kavurugwa yani kichwa chake. Mume wangu akalia sana, anashindwa kumsaidia mama yake kwa kuwa mama yake kazimia. Alafu akaamua kukimbia kama vile ajielewi. Akatoka nje akasema kimoyoni, mimi sina makosa na mke wangu, wenye makosa ni wazazi wangu. Mimi mwanzo nilikuwa nina msimamo na nilikuwa nawaza sana mke wangu anakosa ila kumbe mama alipotelekea kiafya akili, nikajua mke wangu na mama yake wamemloga. Mama, mimi mjinga, ngoja niende kwa wazee nikaombe ushauri nimrudie mke wangu. Kumbuka tu, hii ni simulizi ambayo Tabu anatueleza maisha yake. Tabu na mume wake huyu ambaye alikuwa aliozeshwa lakini hasimamishi. Mume wangu akaenda kwenye baraza la wazee kuomba ushauri juu ya ndoa yetu. Huku upande wa mama mkwe alipewa dawa na akapepewa akaamka. Sasa akasema moyoni mwake, hapa niende kwa wazee kuomba ushauri. Nifanyeje? Maana nahisi kama nimeshindwa. Huyu Spenko si mtu wa kawaida, na sijui mwanangu mdogo atanifanyaje. Mama yake tukionana na Spenko na Spenko ana usemi zaidi ya usemi wake namba 7. Kwa nini 7? Ina nini hiyo 7? Wazee wanaweza kujua maana yake. Ngoja niende. Wote walijikuta wanakutana baraza la wazee. Kabla hawajaongea chochote, mzee mmoja akasema, leo wazee wote wapo bize na mambo ya milasi, njoeni kesho saa 7. Mama mkwe akashtuka sana, tena neno 7 analikuta tena huku kwa wazee. Likawa linamchanganya zaidi, nini maana ya 7? Mume wa Tabu akamwambia mama yake, mimi nataka nirudiane na mke wangu. Sitaki mambo ya vita yenu. Sitaki. Kama unaongozana na mimi, ujue sitaki mawazo ya kisasi.
Yaani kisasi sitaki. Kama baba kashafungwa na atatoka, kama atakufa basi ni mipango ya Mungu. Sasa mimi nawaza mdogo wangu nikiona naye nitamwambia nini? Tabu anasema sasa wote wanamhofia shemeji yangu ambaye alizimia, baba alikuwa anamfukia. Hawajui yupo wapi, na je, wakionana naye atafanya nini? Hilo lilikuwa swali zito lenye kuwaumiza vichwa. Wanaenda nyumbani kwao, hawajui nini kitatokea, kama shemeji watamkuta au atawakuta, mfano hayupo karudi. Wakawa wanaenda sasa, huku hawana jibu. Watamwambia nini? Upande wangu, neno aliloniambia kaka Joji, mimi upepo wangu mdogo, upepo wangu mdogo liliniuma sana. Pili, mbona wamenipa maswali magumu? Kwani wao wanajua majibu yao au mimi tu? Nikamwambia mama, hivi mama aliyechora ramani ya dunia alikaa wapi? Na kuku na yai kipi kimeanza? Nijibu. Mama kaniambia, tatizo lako wewe mwanangu, upo kama kuku yani. Ukimrushia mahindi ale, yeye atadonyoa kidogo, alafu atapekua. Akipekua kuku akila yake inasema hapa juu hivi, je uko chini kupoje? Yana anapekua kutaka kujua na chini kama kuna mahindi. Akikosa anasema ngoja niangalie na upande wa huku, kumbe anarudisha mchanga ule alikuwa anakuta mahindi yale yale. Akili yake kuku inaishia hapo, kutaka kujua ya chini. Mwishoni kucha zinakomaa. Ilikuwa ni msamiati mgumu sana mama alioniambia. Moyoni nikasema, mbona mama anaongea maneno hayaendani na swali langu? Kuna nini ndani ya misemo yake? Mama, mbona na yeye simuelewi? Mara simu ya mama inaita, akapokea. Kumbe Spenko akamwambia, mama, kwenye maisha unaweza ukapoteza kitu ukasikitika, kumbe bora kilivyopotea. Unapata akili ya kujua au na kitu kuliko kuwa na kitu kikuumizacho. Mama, kununua CD yenye nyimbo, ukisikia ile nyimbo inakuliza, ukilia, ukiiweka usikilize ili ulie, tunasema hicho ni kilio cha kijinga. Mama, unakumbuka tulikwambiaje siku ya kwanza kukusaidia? Mama kajibu, ni mengi mmeniambia, nikumbusheni mwanangu, labda nimesahau. Spenko akasema, kama uliweza kumwachisha mwanao ziwa wakati bado alikuwa analipenda, moyo ule ule ulitumia kumwachisha mwanao ziwa ndio utumie kuachana na mumeo. Je, unajua mumeo ipo jela? Mama akasema, sijui mwanangu, kafanyaje? Spenko akamwambia, mumeo akipewa kitambaa akuue wewe kwanza, ili ulisaidiwa hiyo siku. Wewe ulijikuta umelala kwenye hiyo nyumba. Wakati ulikuwa umelala na mumeo, ukiacha hilo na kurushia video uiangalie mumeo anavyomfukia shemeji wa Tabu akiwa hai yani. Sasa yupo jela ili akili imkae sawa. Sikutaka kumuua sababu nahofia wewe kukaa eda yani, kuwa mjane. Naomba uachane na mumeo, sawa? Mama akasema, sawa Spenko, sasa talaka nitapataje? Niwe
Uhuru, mimi nachukia kuolewa na mwanaume asiyejielewa. Spenko akasema, kama upo sawa, nitakupigia baada ya siku 7. Mama akasema sawa. Alipokata simu, Spenko nikamwambia, mama, na mimi sitaki ndoa yangu. Nasema sitaki ndoa yangu. Nitamwambia kaka George anipeleke sehemu inayohusiana na talaka, nikaombe talaka. Mara simu yangu inaita kuangalia ni kaka George, nikapokea. Akaniambia, Tabu, nenda chumbani kwangu ukalale masaa 2 alafu amka. Nilifikiria kaka George anasema nikalale masaa 2 alafu niamke, anamaanisha nini? Sikubisha, nikaenda kulala. Upande wa mama mkwe na mume wangu wanafika kwao, wanakuta pale alipochimba baba shimo kumefukiwa, alafu upande wa mbele wanaona msalaba, upande mwingine wanaona shahidi ya kaburi. Shahidi ya kaburi it means shahada, yaani ile shimo limekuwa kaburi. Wanashtuka sana, yaani wanasomaje? Wanashangaa kile wanachosoma. Jina la kwenye msalaba wanakuta maneno, Mungu aliumba dunia siku 6, ya 7 akapumzika. Mama mkwe akashtuka sana, tena neno 7 akajua Spenko huyu neno lake. Wanaangalia kwenye shahidi wanakuta majina yao yeye na mume wangu, alafu neno kufa tarehe, wakiangalia ndio tarehe ya leo. Wanaposoma lile shahidi wanashangaa wote, ina maana sisi tunakufa leo. Wakati wanashangaa, wanashtuka, wanamuona shemeji anakuja na panga linavuja damu. Wakashika vichwa vyao wote, wanasema tusamee, huku wanapiga magoti. Sasa neno tumsamehe likawa tusamehe likawa linapishana hivi. Mume wangu anasema nisamehe mdogo wangu, mama mkwe anasema nisamehe mwanangu. Inasikika sauti nzito inasema uwa uwa. Shemeji akanyanyua panga juu huku anasema naua. Mama mkwe akasema Mungu tusaidie wote kwa pamoja. Yeye na mume wangu walisema Mungu tusaidie. Ile sauti iliyosikika uwa ikasema acha, alafu akatokea Spenko akasema, mama wewe, mbona uitii pesa ikusaidie? Mbona unamuita Mungu akusaidie? Na wewe kwako kila kitu ni pesa, unahisi inawezekana kukusaidia? Mama mkwe akasema, Spenko, mimi najua Mungu, ila ni kiburi ambacho kimetokana na kipato, ila naomba unisamehe mimi, usiniue Spenko, na kuomba. Najua uliniambia umeua watu 99, bado mmoja wafike 100, na kuomba usiniue Spenko. Spenko akasema, sasa wewe nataka nikuulize, unaijua namba 7? Mama mkwe alipoulizwa kwamba anaijua namba 7, akasema hapana, mimi naijua kama namba 2. Spenko akakunja mkono wake wa kulia kwenye kiganja, akamwambia soma hapa. Mama mkwe akasoma, akaona imeandikwa hivi: Kolhan Sulat Tajben, Sura 64 ina aya 18, aya ya 7 inasema, ninaapa kwa Mola wangu kwamba yakini kabisa nitafufuliwa. Akamwambia, umesoma aya ya 7 vizuri, sasa soma kwenye kiganja cha kulia cha mwanao
uliyetaka umfukie akiwa hai, soma Biblia hapo. Mama mkwe akaangalia kwenye kiganja cha mwanaye, akaona neno Zaburi ya 9, soma: Mungu awaangusha waovu, awaokoa wanyonge. Mstari wa 7 unasema, bali Bwana atakaa milele, ameweka kiti chake tayari kwa hukumu. Spenko akamwambia, sasa umeiona 7 Kalahani? Inasema utafufuka, lakini Biblia utamwona Mungu amekaa kwenye kiti tayari kwa hukumu. Je, nakuuliza swali, utamjibu nini Mungu wakati wewe ushamfukia mwanao mzima mzima kwa amri yako? Nijibu utavomjibu Mungu nijue. Mama mkwe akawa analia, ajui aseme nini zaidi ya kulia. Analia mpaka amepoteza fahamu, na neno Mungu nisamehe niliruhusu shetani atawale kichwani. Nilijua pesa ndio kila kitu. Sasa kumbe pesa haiwezi kushindana na kudra za Mungu. Mungu wangu nisamehe. Na huku pande mwingine mume wangu anasema, sijui anaomba kafumba macho, lakini yote ishara ya kutubu. Yaani mama mkwe mpaka anazimia, mume wangu hajaona kama mama yake kazimia. Sasa mume wangu anafumbua macho na mama mkwe ndio anazinduka. Wanashangaa, hawamuoni tena Spenko. Wanashangaa hata moto wake mama mkwe amuoni. Msalaba na shahidi hawavioni. Wakajiuliza, walikuwa wanaota au wakawa wanaona kama walikuwa ndotoni. Lakini mama mkwe maneno anayokumbuka vizuri, wakaingia ndani. Walilala bila kula siku hiyo. Mawazo yalianza njaa, wanawaza saa 7 waende kwenye baraza la wazee. Upande wangu mimi mama simuelewi. Mambo yake, yani maneno yake haya na ushirikiano. Na mimi kabisa sasa nikamwambia mama, natamani George anioe. Okay. Mama kaniambia hivi, unakumbuka George kakwambia ukalale na umeamka masaa mawili? Unajua kwa nini George alikwambia ukalale? Sasa mama ananiuzi sasa. Mimi namwambia lengine, yeye ananijibu lengine. Sasa nikaanza kuona mama yangu anamtaka yeye. Yani mama anamtaka kaka George. Mbona anipi maneno kama ya mwanzo? Mara aseme huku anapekua, mara aseme unajua kwa nini George alikwambia ukalale chumbani kwake masaa mawili. Mama, sijui, nipe tafsiri yake nijue. Kabla hajamaliza simu yake akaniambia, wewe umeambiwa ukalale kwa sababu wewe ni. Hakumaliza kujibu. Kabla hajamaliza akaambiwa, simu yake ikawa inaita. Simu ya nani? Tuendelee. Na ilikuwa ni namba ngeni. Mama akasema, hii namba ngeni sina mpango nayo, ngoja niendelee kukufafanulia, kwani umeambiwa ulale kwa sababu wewe ni. Basi upande wa pili huku mume wangu na mama mkwe saa 7 ikafika.
Wakaenda kwa wazee. Waliposema neno Spenko, wazee wakasema Spenko. Walishangaa wale wazee. Mama mkwe akashangaa kabla hajaendelea kwa nini wazee wameshtuka neno Spenko. Kilikuwa kitendawili kikubwa sana kwao kutokana na lile ambalo alikuwa wamelileta kwao. Mama mkwe akasema, ndio Spenko. Vipi wazee, mbona mmeshtuka? Mmeshtuka sana, kuna nini? I see. Mambo wakati na yeye mama mkwe kimoyoni kashtuka, ila kajikaza tu asionyeshe kama na yeye wazee walimshtukia. Kashtuka kwao. Basi mzee mmoja akanyanyuka akasema, hivi Spenko ni mtu mwenye kupenda haki sana, tena ana maneno yake, anatumia sana neno saba. Ndio maana alikuja siku moja hapa akalalamika, akasema watu wameshindwa kuelewa maana ya saba. Ndio maana sasa hivi wanaleta wasomi wajinga makatili, sababu hawajui maana ya saba. Wao hawajiulizi zamani ilikuwa mtoto aanze shule darasa la kwanza mpaka atimize miaka 7. Hawajafanya uchunguzi kwa kina kwa nini namba 7. Wao siku hizi wanaanzisha darasa la kwanza kwa kufata urefu wa mtoto, sio umri tena. Kizazi hiki kitatesa sana watu mpaka mnyoke. Hawajiulizi kwa nini Tanzania shule ya msingi mwisho darasa la 7. Wao hawaioni hii 7 ina maana gani. Waislamu siku ya 7 yao Ijumaa ndio wanaswali kwa pamoja kumuomba Mungu matatizo yao tofauti tofauti. Wasabato siku yao ya 7 yao ni Jumamosi. Wao vile vile wanakusanyika kwa pamoja kumuomba Mungu huyo huyo kwa pamoja matatizo tofauti tofauti. Huku Wakristo Roman, KKT na mengineyo siku ya 7 yao ni Jumapili. Wanakusanyika kwa pamoja, nao wanamuomba Mungu huyo huyo matatizo yao tofauti tofauti awasaidie. Akatusema sana hapo kwenye ili baraza, tulikuwa hatufati sheria, tulikuwa tunaangalia matakwa ya mtu amenyosha, ili baraza wengine amewatimua hapa kwa kusema kuwa hataki kuona mtu, hawezi kutaka kujua kwa kina sababu ya mwanamke kwa nini anaomba talaka. Yeye anakimbilia talaka. Mungu apendi, anataka mtu anayemsikiliza mwanamke. Kwa nini anaomba talaka? Na kama sababu zina mshiko, asaidiwe awe huru. Anakataa usemi wa vikombe kugongana. Anakwambia hapa tusilete usemi wa ndoa uvumilivu. Anataka usemi ndoa kuheshimiana, sio kunyanyasana. Sasa mama, kwa ufupi, ili ni baraza la ndoa na mambo ya kifamilia. Tunaomba tuongee masuala ya ndoa au familia, lakini si neno Spenko hapa, si mahali pake. Mama mkwe akaona amekosa kupata kujua maana ya 7 na amezidi kuchanganyikiwa. Yaani anasikia neno 7 tena. Kwa nini shule ya msingi unaanza darasa la 7, darasa la kwanza? Mwisho la 7 anawaza atapata wapi jibu la 7. Na sasa akaonywa kuhusu masuala ya Spenko. Yaani mama mkwe asiongelee tena masuala ya Spenko. Anazidi kuona Spenko ni mtu hatari sana.
Sasa mume wangu ndio akaanza kuongea, anasema, wazee, mimi nimeoa mke wangu nikaenda kuishi naye Kenya, baadaye akarudi Tanzania. Sababu ya matatizo ya mama yake, alikuwa anaumwa sana. Sasa baada ya kuja huku ndipo matatizo yakaanza. Yeye na baba yangu ni aibu kuongea hayo matatizo, lakini mimi sikuwahi kumkosea mke wangu, ila mama yake mzazi. Mama yake mzazi kamtorosha mke wangu wa halali kabisa. Cheti cha ndoa hiki hapa. Angalieni wazee, kama mimi ninachosema cha uongo ama cha ukweli. Mzee mmoja akajitambulisha, mzee Mauga. Akasema, kijana, wakati unakuja kusema mkeo katoroshwa na mama mkwe wako, kosa ni la aibu ya baba yako. Yaani aibu kabisa. Kwanza ushajua kosa ni nini? Sasa hapa hatutaki kuishi na kuhisi kosa, kwamba kwanza ushajua kosa ni nini. Sasa hapa hatutaki kuisikia kosa. Hapa unasema ukweli, baba yangu kafanya hivi, kitendo hicho kimemuuzi mama mkwe wangu, kaamua kuondoka na mke wangu. Je, ni sheria sasa, si ndio? Yaani tupo hapa kwenye sheria kuona mama mkwe yupo sahihi kumtorosha mwanae, au mama mkwe yeye yupo kwenye kosa. Sasa tunataka tujue kwa nini baba yako kafanya hicho kitendo cha aibu. Mume wangu akasema kwa kifupi, baba yangu alitaka kumbaka mke wangu. Sasa punde si punde, mama mkwe naye huyo akasimama akasema, koma mwanangu, uwe na heshima, sema inavyosemekana. Wewe una uhakika gani mume wangu alitaka kumbaka mke wako? Kwangu amekosa nini? Yule ana nini cha kunizidi mimi? Uwe ukiongea uelewe unachoongea. Hata huko jela alipo mume wangu hajaenda kwa kosa la kubaka, kaenda kwa kosa la kuizalau mahakama. Chanzo ni mama mkweo alimsingizia mume wangu kumshika maziwa. Mzee mmoja anaitwa Mangungu, yani Maugu, akasema, mama, kama mumeo kaenda jela kwa kosa la kuizalau mahakama, owe tutakupiga vibao sasa hivi kwa kosa la kuizalau baraza. Wewe uwezi kukurupuka na neno kama alafu unasema inasemekana, alafu unaingizia dharau ndani yake kuwa mke wa huyu ana nini hapa. Kuna kila aina ya watu ujue, wenye dharau kama zako wapo hapa. Nikisema nisimamishe mzee Jongo hata kuchambua uone dunia chungu. Hatutaki kufika huko. Tunataka kujua kwa nini alitaka kubaka, na yeye aligunduaje baba yake alitaka kumbaka mkewe. Mama mkwe akasema, mimi sipendi mume wangu asingiziwe, sipendi kabisa. Alitaka kumbaka huyo mke wake sababu alivaa nguo fupi chupi imetoboka, na mume wangu mwanaume aliyekamilika, ndio maana alitaka kumbaka. Aya, huyo mama mkwe nini kimefanya amtoroshe mke wa mtu? Yaani mama mkwe wa tabu, ana kiburi, anajibu baraza hivyo. Mzee Maugu akasema, kesi hii ngoja nimpe mzee Jongo
mimi nina hasira, naweza kukupiga makofi alafu nionekane sina maana. Basi nakupa mzee Jumbo. Mzee Jongo, chukua hii kesi. Mzee mwenye jumba la maneno, karibu. Mzee Jongo akasema, asante sana, kwa jina naitwa Arwatani Gusa Unase, donda la kichwa, mkaguzi mkono, njaa haimpendezi mtu, mahalufu Mzee Jongo. Ati ngoja nirudie. Mzee Jongo akasema, asante sana, kwa jina naitwa Arwatani Gusa Unase, donda la kichwa, mkaguzi mkono, njaa haimpendezi mtu, mahalufu Mzee Jongo. Umeelewa kitu gani hapo kwenye msemo? Na alipotambulishwa kuwa Mzee Jongo ni jumba la maneno, basi maneno yenyewe ndo hayo. Baada ya utambulisho huu wa jina langu, nimesimama mama yangu kukwambia utulie. Sisi ni watu wazima, tuna akili zetu timamu kabisa, na tumekuja hapa si kupeana maneno ya haraka au ya la, yani hapana. Tumekuja kusaidiana pale kwenye tatizo tutatue. Sasa unapoanza kuleta dharau zako, kama kuna kitu cha zaidi kwenye mwili wako Mungu amekupa, wengine hawana, utakuja kukasirika wenzio. Sisi tulianza kufundwa alafu tukafunda. Tunajua kukaa kimya ni busara zaidi, ila tusikilizane. Sasa mimi nakwambia neno moja, usirudie kusema maneno ya dharau tena. Sio ombi, ni amri. Mimi sina mengi kabisa. Na kuuliza wewe mtoto, je, baba yako alitaka kumbaka mkeo kivipi? Hebu fafanua kwa kina. Kabla hajajibu, mimi na mama, bahati mzuri tulikuwa tushafika, na mama alishaniambia, kaka George aliniambia nilale masaa mawili, ni yake mimi nikiamka niamke na akili mpya yenye mawazo mapana zaidi. Nashangaa jamaa, nimeshindwa kujizuia baada ya swali aliloulizwa mume wangu, baba yako alitaka kumbaka mkeo kivipi? Mimi nikaingia moja kwa moja na neno moja, shikamoni wazee. Samahani, mimi ndio ninayeweza kujibu hilo swali, maana mimi ndio muhusika mkuu. Samahani wazee, naomba mnipe nafasi. Ile hadi nilipiga magoti kabla sijajibiwa. Nasikia harufu ya mafuta mazuri, najiuliza yanatokea wapi? Namwona yule binti aliyevaa nguo sare, kaka George aliniambia nisimsalimie, anaingia mlangoni kwa madaha kabisa, lakini sura yake siioni. Alisalimia kwa ishara, akakaa kwenye kiti. Mzee Jongo akaniambia, samahani yako tumepokea mikono miwili. Binti, kitendo cha kupiga magoti kinaonyesha umejua umekosea. Tena vizuri, tutajua masuala haya kiundani. Kabla sijaanza sema chochote, naona SMS kaka George anasema, sema ukweli wote. Sema ukweli wote kuhusu baba yako mkwe, ila mumeo jogoo awiki mpaka watapoanza kupinga maamuzi yako. Usikurupuke yani kusema unamuona huyo mwanamke hapo mbele yako. Nadhani unamkumbuka akinyosha mkono, jua sema kuhusu jogoo awiki. Na usisahau kusema yote ya mama mkweo, kuwa na amani. Yani kuwa na amani kabisa. Mala mzee
Jongo anasema, Spenko, usiwe na wasiwasi, haki itatendeka, maana naona kivuli chako kimepita hapa, ishara ya uwepo wako. Mama mkwe akabaki anatetemeka, mwili uko hopeless. Ni hatari kabisa. Aise, mimi sasa nimepewa uwanja wangu, niseme sasa kilichotokea. Cha ajabu jamani. Nikiwa naongea, maajabu ya aibu jamani. Tunaona maji chini ya tailizi za ofisi za baraza. Sasa mzee Jongo akazani kuwa maji, kuna mtu kafungua chupa, kumbe mama mkwe akajikojolea. Kusikia jina la Spenko, uwepo wake pale, sasa mzee Jongo akasema, mama, pole sana, kumbe si mdomo tu, huwezi kuzuia kuongea ovyo, kumbe hata huko kwa bibi huwezi kupazuia. Nacheka kama mazuri, ila umenikela mpaka mimi kuamka. Ujue umeonekana mdomo wako upo wazi. Sasa mimi ndio bingwa wa kuziba midomo iliyo wazi, kumbe si mdomo upo wazi, hata kwa bibi kupo wazi. Mzee Maugo akasema, mzee Jongo, unatoka nje ya mpaka wa maneno, naomba tufanye kilicho opo mezani. Mzee Jongo makuzi kweli, yani anacheka mpaka na mimi nilitamani nicheke. Alafu anamjibu mzee Maugo, mimi sijatoka nje ya maneno, wewe fikra zako zimeenda mbali. Yani acha kwanza niende nje, maana la mtu mzima linanuka jamani. Mzee Maugo akamwambia mama mkwe, choo kile pale kachukue maji uje upige deki, kama umekuja na ya akiba ile ya kwanza kavae, ya mwisho kuvua, kubadilisha kabisa, ili tuanze kikao. Maisha yakawa hivyo. Mzee Jongo anasema, unazunguka nini mzee Maugo? Namwambia akabadilisha chupi. Huku anatoka nje mama mkwe, na huku yani Jongo anatoka nje. Mama mkwe kwa aibu kubwa mbele ya mwanaye kaenda chooni, kachukua ndoo, anaingia mbele ya wanaume afute mikojo yake. Nishangaa mume wangu ananiambia, we mke wangu, msaidie mama yangu kuvuta chini. Mzee Jongo akasema, uko nje analusha neno, wewe acha kutukana, mkeo amsaidie mama yako afute chini. Ya nini? Acha kuzunguka maneno, sema amsaidie kufuta mkojo. Huku anacheka. Mzee Maugo wote walikasirika kitendo cha mzee Jongo anachofanya si cha kiungwana. Mzee Maugo akasema, mzee Jongo, jaribu kulinda heshima yako. Wewe kama mzee, nini hiki unaongea kichekesho kama mtoto mdogo? Mara wazee wote wakacheka kwa pamoja, walishindwa kujizuia. Mimi nikashangaa wanacheka nini, ile kumwangalia mama mkwe, kumbe chupi imemwangukia, ipo chini ya sketi, na sketi ilikuwa fupi aliyovaa, akaonekana kama komedi hivi, kumbe chupi imetanuka kiuno, au ndio kudra tu za kuzalilika. Mzee Jongo akasema, mbona mmecheka wote? Mimi ndio kiboko ya kufunga watu midomo. Narudi kwenye kesi sasa, nadhani atakuwa amejifunza kitu. Mara SMS inaingia kwenye simu yangu, ametuma kaka Joji, ananiambia usiogope, hiyo michezo tu. Anaonywa kwa sababu amezalau kikao kama mumewe, yaani kama mumewe alivyozalau kule mahakamani. Basi nikacheka kimya kimya, alafu ndio nikaambiwa sasa, aya sema.
baba mkwe wako alitaka kukubaka vipi? Sema yenye mabano, tumia neno ashkom. Usiogope, sema kila kitu. Nikaanza sasa. Mimi nilikuwa naishi na mume wangu huyu hapa Kenya. Baba mkwe alikuja kututembelea. Cha ajabu, siku ya kwanza alinishika kiuno. Baada ya hapo akanitamkia maneno ya kunitongoza. Nilimkatalia. Siku nyingine akanikumbatia. Nia yake ilikuwa ni kunibaka, akashindwa. Siku nyingine akamvizia mume wangu, kaondoka, akaja chumbani kwangu, akanivamia kitandani, akaanza kutumia nguvu. Ashakum, si matusi. Alishika uke wangu na kidore. Yaani nilipambana, nikamng'ata maeneo, ndio akaniachia, akafunika, akafanikiwa kuniingiza ume ilile kidole aliniingiza. Baada ya hapo aliondoka bila kuaga, akaja Tanzania na mimi. Mama yangu alikuwa anaumwa. Mume wangu akaniambia nije Tanzania kumuuguza mama. Kulitakiwa 700,000 hospitali. Baba mkwe akaniambia njoo uchukue. Ndipo akaniambia ukitaka 700,000 vua nguo nikuingize kidogo tu kichwa, nikupe 700,000 ukamtibia mama yako. Nilikataa hilo swala. Ndipo nilianzisha vita ambayo kwa kweli sijui nisemeje, maana Mzee Jongo akasema pole sana. Je, matendo yote hayo ulimwambia mumeo? Nikamjibu kwanza sikumwambia. Nikajua wanashirikiana na baba yake, kwa sababu kuna siku mimi sijarudi nyumbani, mume wangu anasema niende kwa baba yake akanikague kama sijatoka kwa mwanaume. Hapo nikajua moja kwa moja kuna kinachoendelea kati ya mume wangu na baba yake. Nikamshirikisha mama yangu tu, mengineyo yanakuja ya huyu mama mkwe wangu. Akadakia mama mkwe, hayo ni maneno ya uongo. Mume wangu hawezi kuwa mjinga kiasi hicho. Yaani sababu hayupo, wewe unamuona kusema tu ya uongo, uonekane upo sahihi. Kufichwa na mama yako, nasema hayo ni uongo. Mzee Maugo akasema wewe mama tulia. Sisi tunajua huu ni uongo au huu ni ukweli. Tulia, sisi tunaongea na huyu binti. Mama mkwe kanyamaza, anadakia mume wangu, anasema mama, kweli baba yangu kama alitaka kumbaka labda huku Tanzania. Kenya huyu anaongopa, si kweli, sababu tu anaona baba hayupo. Anataka kumuongopea maneno yaliyomo na yasikuwepo. Huyu mwongo. Akanipiga singa lile singa liliniuma. Na mwangalia yule binti anyoshi mkono, niseme huyu mume wangu mwenyewe jogoo awiki, amenyamaza tu. Mimi moyoni naumia. Na lile singa mara naona SMS kaka Jogi ananiambia waambie kama mimi mwongo, kesho baba mkwe atakuja hapa, atathibitisha mwenyewe kwa mdomo wake. Niliposema yale maneno ndo hata wale wazee wakaniona mimi mwongo. Mtu yupo jela, kesho atakuja. Na mwangalia mama ananishangaa, huyu mwanangu kalogwa au nini? Au nini kimemkuta? Mbona anaongea vitu visivyowezekana kimoyoni? Anajiuliza. Akatokea mzee Jongo akasema, binti, tupe uthibitisho wa kuwa kesho baba mkwe wako atakuja hapa. Kwa mdomo wewe umesema maneno haya, kwa kigezo kipi? Na kama anakuja kesho saa ngapi? Naona SMS imeandikwa saa 7. Nikamwambia kesho saa 7. Mama mkwe akasema anaiga usemi wa Spenko huyu. Neno 7. Huyu namwambia ni muongo sana.
Mume wangu akasema, nampigia mke wangu, namuonya kwa uongo wake asirudi tena kuongopa mbele ya wazee. Akanipiga vibao viwili vya nguvu. Mimi hasira zimenishika, yule binti anyanyui mkono tu. Niseme maneno ya kumuita mume wangu jogoo wa wiki. Hana tofauti na mwanamke mwenye gia ndefu tu, yananijua matusi kwenye moyo wangu, yananijia tu matusi kwenye moyo wangu, sababu Waswahili wanasema kuvumilia ngumi huku umeshika panga, huu ni ujinga. Panga langu mimi ni kumuumbua mbele za wanaume wenzake. Mzee Jongo akasema, binti, naomba uniambie kwa nini umesema kesho baba mkwe wako anakuja? Na wewe mume mtu usione tumekaa kimya, umempiga singi. Umeona? Hakuna aliyesema umeona umpige vibao viwili mdomoni. Sasa usirudie tena kumpiga huyo. Ungekuwa mwanaume kweli, ungempiga chini, angevimba juu. Mume wangu haelewi maana ya kupigwa chini na kuvimba juu. Akasema, ngoja aongee ujinga tena, nampiga mtama wa kisawasawa, lazima adondoke, atavimba juu. Mzee Jongo akamwambia, wewe pungu kidogo, na maanisha ungempa mimba au posawa ki. Mume wangu akasubiri Mzee Jongo amalize neno lililomuuma. Alimpa bichwa Mzee Jongo chini, chali akazimia hapo hapo. Jamani, amani ilitoweka yani. Kitendo kile wakaanza kumpepea Mzee Jongo. Mume wangu kanikamata mimi, anataka aondoke na mimi. Sasa kwenye purukushani za mimi kuwa sitaki, yani anitoe kwa nguvu, amenikamata mimi, alafu nashangaa mama amekaa anisaidii mimi chochote. Mama mkwe kanyanyuka, wasaidizane kunivuta mimi. Namwambia, mama nisaidie mwanao. Mama anatabasamu. Sasa kama yeye alivyokuwa anahisi mimi nimelogwa, na mimi nikaanza yeye amelogwa, maana si kawaida yake mimi nivutwe yeye awe anatabasamu. Namwangalia yule binti, simuoni pale, najiuliza kaenda wapi. Mara mume wangu na mama mkwe wakafanikiwa kunitoa nje. Namuita mama, mbona unatabasamu? Nini kinakufurahisha? Nisaidie mwanao, nazidiwa nguvu mimi. Mama naona anazidi kucheka, nikaona nivue kiatu nimrushie kabla. Labda akawa amejisahau mimi ni mwanawe. Ile navua kiatu, nasikia tabu. Unashangaa mama yako kucheka. Mama yako anacheka, anaona huyu mama mkweo na mwanae wapo kama upepo, yani hawaeleweki. Wale waliokuwepo wakamuona Spenko. Mama mkwe akaniacha hapo hapo, ila mume wangu akasema, wewe Spenko ni mwanaume na mimi mwanaume, huwezi kunitisha. Nasema mimi nimeshika mke wangu. Wazee wote walishtuka maneno ya mume wangu, alafu Mzee Jongo kashamka. Spenko akacheka sana kwa dharau, alafu akasema, Mungu kweli ni mkubwa. Yaani na mimi Mungu mkubwa na kazi yake haina makosa. Hadithi moja namba 7 ipo kwenye kitabu cha hadithi, inasema, Musa alienda kuoga mtoni, akakutana na watu wengi sana wanacheza kwenye maji kwa furaha. Yaani kama dhamani hizi tungesema wapo beach, basi watu wote walicheza kwenye maji kasoro mtu mmoja, yeye ana miguu, akawa anacheza maji madogo peke yake. Akatokea mtu mmoja akamwambia, Musa, ona huyu ana furaha kama wale wenzie,
wanacheza mpira, wanarushiana kwenye maji. Huyu yeye yuko peke yake kwenye maji madogo, kisa ana miguu, yani hana miguu. Musa akasema, Mungu ni mkubwa, kila mtu anamjua hapa alipo, na yeye ndiye kampa huu ulemavu. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi, muache na yeye anafurahi kwenye maji madogo. Yule jamaa alimpigia magoti Musa, anamwambia, muombe huyu apate miguu, awe sawa na wenzie, wafurahi wote. Musa alipomwona jamaa analia sababu tu anamuonea huruma yule mlemavu, Musa akaanza kumwombea kwa Mungu ampe miguu yule mlemavu. Basi alisoma aya namba 7. Kilichotokea, yule mlemavu akapata miguu sasa. Akaenda kwenye maji, akawa anawazamisha wenzie awaue, huku anasema, ninyi mlikuwa mnalinga sana, sasa mtanikoma. Yaani yule aliyekuwa hana miguu alipopata miguu anasema, sasa mtanikoma. Sasa yule jamaa Musa, wasaidie wale watu wanakufa. Kumbe ndio maana Mungu alimpa huyu ulemavu. Kuna kitu aliona cha baadaye, kumbe mkorofi huyu. Musa, omba arudi vile vile. Imagine Musa anaombwa tena amwombee yule arudi katika hali ya ile ya zamani. Musa akasema, kazi ya Mungu haina makosa. Wewe sasa umeona kwa macho yako. Sasa mimi Spenko sisemi walemavu wote wamepunguzwa kasi, bali mmoja mmoja kama huyu kapunguzwa kasi. Kama angekuwa mwanaume kamili, angesumbua wanawake. Mume wangu akavua nguo, akataka kupigana na Spenko, kisa kumtukana. Mama mkwe akakumbuka Spenko kaua watu 99. Bado mmoja anamwambia mume wangu, utakufa. Ile mume wangu anamaliza kuvua shati, anajikuta kapigwa makofi mmoja na mdogo wake, alafu ajui katokea wapi. Alikuja ghafla tu akampiga pingu, akamwambia, rudi ofisini, kesi iendelee. Tulirudi ndani. Saa cha kushangaza kwangu, pale alipokaa binti ndipo kakaa Spenko sasa hivi, alafu pozi kama lile lile, kasoro Spenko ni mwanaume. Nikawa nasema, mbona matukio yote yanaendelea sasa hivi, sioni SMS za kaka Joji? Alafu je, yule binti kaenda wapi? Je, Spenko ndio yule binti au Spenko ni kaka ya Kijoji? Mbona sielewi? Mzee Jongo akasema, mimi nafunga kikao, ila kesho ili bichwa lazima nirudishe bichwa, linaitwa kata nyo. Limenizimisha. Nakumbuka nilizimia kwenye msiba wa mama yangu. Yaani wewe sijui, nasema kwa vile binti umesema kesho utamleta baba mkwe, basi tuonane kesho saa 7. Spenko akasema, huyu atatokea kituoni, atakuja hapa, ngoja akalale kituoni. Tunatoka nje, askari wanakuja kumbeba mume wangu, wanaondoka naye. Mimi na mama na Spenko tuliongozana kidogo. Spenko akatuaga. Mimi nikawa nawaza sasa kuhusu Spenko, ni nani? Huku naenda nyumbani, lakini mama yake wala awazi. Mara kaja yule chizi
mpaga chakula, akanirushia barua alafu akaondoka huku anatabasamu. Mama ananiuliza, unamjua yule au mbona akakupa barua? Alafu anatabasamu. Mimi sikumjibu kitu mama. Yeye si anajibugi maswali yangu. Nikafungua barua, nikaiona kaandika I love you. Nikashangaa nikamwambia mama, ona huyu chizi, ni barua alionipa alivyosema. Mama akasoma akacheka akasema, maneno yenu vijana huku tunaenda. Naangalia mbele namuona binti yule kanyosha mkono, mara SMS inaingia. Kaka George ananiambia, mpe hiyo barua huyo binti, usimsemeshe. Moyoni nikasema kumbe sio yangu, afadhali. Bahati gani hii kupendwa na chizi. Nikampa barua alafu akaondoka. Nafika nyumbani namkuta kaka George anapika, kashamaliza mboga, bado ugali. Nikamwambia kaka George, subiri nibadilishe nguo nikusaidia gari kupika. Nafika ndani kwangu nakuta shela la harusi. Kuna ile picha ya chizi kwenye kitanda, kashika pete. Naangalia tena nakuta ile barua I love you. Naigeuza ile barua nakuta maneno haya, mke mwema anatoka kwa Bwana. Nikamwita mama. Mama akaja mbio, namwambia mama, ona, ni hii ni nini? Ni nini kilikuwa kwenye barua? Basi nikusihi tu, hii ni Vam TV Online. Hakikisha una subscribe, kisha unatoa maoni yako. Usiache kushare na marafiki. Hii ni Vam TV Online. Tukue pamoja mwanzo mwisho. Kwa kusapoti kazi yangu hakikisha tu una like na kisha kushare kwa ndugu, jamaa na marafiki. Tukutane kipande cha 9. Kitakuwa cha mwisho. Lakini ndugu zangu, kwa matangazo yote yale ambayo upo nayo unaweza kutangaza na Vam TV Online. Tukaposti kile ambacho unafanya kufikia wadau na watazamaji. Bei ni sawa na bure. Unaweza kutucheki kwa 0692 066455. Hiyo ni kwa WhatsApp. Na kawaida unaweza kutucheki kwa 0748390373. Kwa kufanya hivyo tutakuwa pamoja sana. Bei ni sawa ni bure. Hakikisha tu unaungana nami katika kipande cha 9. Kitakuwa cha mwisho na kitakuwa final. Tukutane panapo majaliwa.